akajidhihirisha kuzitumia hizo nguvu. Biblia inasema ya kwamba akaja akamshika nabii, akamshika mkono katika ulimwengu wa roho na akampitisha chini ya bonde, na akakuta ya kwamba limejaa mifupa mikavu. Tazama ya kwamba hapo Mungu anamuuliza mwanadamu aliyemuumba ya kwamba, je, hii mifupa inaweza kuwa hai? Yule mwanadamu akasema, mimi sijui, ni wewe unajua. Mungu akamwambia yule mwanadamu, nataka ukaweze kutoa unabii juu ya hii mifupa. Huyo ni mwanadamu ambaye ameumbwa na Mungu, anaambia ya kwamba atoe unabii juu ya mifupa. Ndiposa nimeanza nikisema ya kwamba Mungu anapoumba mwanadamu aliweka uweza wake ndani ya mwanadamu, lakini mwanadamu hajafahamu. Kwa hivyo kuna vitu tunakaa navyo vimekuwa vigumu kwetu kwa sababu hatujagundua ile nguvu ambazo Mungu aliweka ndani mwetu. Huyu mwanadamu anaanza kutabiri. Ambia jirani, mwanadamu akaanza kutabiri, akaanza kutabiria mifupa. Sikiliza, hapo sio Mungu. Mungu amemwambia tu mwanadamu, wewe toa unabii. Kwa sababu ya zile nguvu ambazo ziko ndani ya mwanadamu, mifupa ikaanza kusongeleana. Kwa sababu ya zile nguvu za Mungu zilizokuwa ndani ya Ezekieli, mifupa ikaanza kushikana. Kwa sababu ya zile nguvu ambazo ziko ndani yake, maandiko yanasema ya kwamba mishipa ikaanza kukuja juu ya zile mifupa. Kwa sababu ya ile nguvu ambayo iko ndani ya Ezekieli, tazama, nyama ikakuja. Baada ya kuendelea kutabiri, maandiko yanasema ya kwamba na ngozi ikaanza kufunika zile nyama ambazo zilikuwa juu ya mwili. Maandiko yanasema ya kwamba likainuka ni jeshi kubwa, lakini bado halina uhai. Bwana akasema, sasa tabiri. Wakati alipotabiri, pepo zikaja zikaingia hao watu. Mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ako na uweza mkubwa akijielewa. Amen. Amen. Mimi leo nimeleta